na uongozi. Daniel Kariuki, KTN. Aliyekuwa katibu mwandamizi Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi ndiye afisa mkuu mtendaji mpya wa mamlaka ya SHA kufuatia uteuzi wake na Waziri wa Afya Aden Duale. Daktari Mwangangi, ambaye mchango wake katika jaribio la mpango wa afya bora na nafuu kwa wote UHC chini ya serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, amepigiwa upatu sasa kusimamia mamlaka inayosimamia bima mpya ya afya ya SHA ambayo imekumbwa na changamoto sihaba. Gloria Milimo na taarifa kuhusu kibarua kigumu kinachomsubiri Mwangangi. Mamlaka ya SHA ambayo inaendelea kushuhudia changamoto za aina yake tangia kuzinduliwa kwake rasmi Oktoba 2024 imeshuhudia tena mabadiliko katika uongozi wake. We need to take into account uteuzi wa Daktari Mercy Mwangangi, ambaye alikuwa katibu mwandamizi wa afya, ukionekana kuwa afueni kwa changamoto hizo ambazo zinasemekana kutishia utoaji wa afya bora na nafuu kwa wote. Hata hivyo, Daktari Mwangangi sasa ana kibarua cha kutatua changamoto za uendelevu wa kifedha katika mamlaka hiyo ambayo inasemekana kukabiliwa na mchango finyu kutoka kwa wanachama wake. Kati ya watu milioni 18.9 waliojisajili na SHA, inasemekana kwamba ni milioni 4 pekee ambao wanatoa mchango wao ipasavyo. Hali kadhalika, uendelevu huo wa kifedha unatishiwa na gharama ya deni ambalo liliachwa na bima ya awali ya NHIF ambayo inasemekana kuwa bilioni 33. Changamoto zingine ambazo uzoefu wake katika nyanja tofauti ikiwemo usimamizi wa mifumo ya afya utahitajika ni kukabiliana na changamoto za kimifumo ya SHA ambayo inasemekana kuathiri utoaji wa huduma kwa wanachama na vile dhana hasi ambayo inazingira bima ya afya ya jamii. Daktari Mwangangi amechukua tamu za uongozi kutoka kwa aliyekuwa kaimu mtendaji mkuu Robert Ngasira, ambaye pia alipokezwa madaraka hayo baada ya kaimu mtendaji wa hapo awali kabla yake Elijah Wachira kupewa likizo ya lazima baada ya tamu yake kukumbwa na utata. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya SHA, Daktari Mohamed Abdi, kwenye barua yake kwa Wachira aliamuru kwamba aende likizo ili uchunguzi dhidi ya utendakazi wake uweze kufanyika. Mageuzi mengine ambayo yameshuhudiwa katika mamlaka hiyo yanajumuisha ya mwenyekiti wa bodi yake, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa SHA Daktari Timothy Olweny alihamishwa hadi katika bodi ya taasisi ya ugonjwa wa saratani baada ya aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha kubatilisha uteuzi wa Daktari Gitahi Githinji. Gloria Milimo, KTN.